pamoja kwamba nafahamu pana changamoto nyingi wanazipitia na upinzani mkubwa wa hapa na pale kwenye kazi hii, lakini nawaambia fasbiru wathbutu, subirini na kuweni imara katika kulisimamia jambo hili. Fa inna subha qad ashraq, kwa hakika asubuhi tayari imetoa mwangaza. Alkilabu ta'wi warrakbu yamshi, alkilabu ta'wi warrakbu yamshi, mbwa unabweka lakini msafara wa jahazi unakwenda na kupogoma. Sauti za mbwa hazizuii jahazi kwenda bwana. Ndio kwanza nahodha anapiga zake makasia na kukaza mwendo. Na hakuna da'wa nyepesi maadamu ni dawa ya haki, lazima upitie misukosuko. Ingelikuwa pana uwepesi katika da'wa, ukatembea katika ardhi tambarare bila dhiki yoyote, uwepesi huo ungeupata manabii wa Allah ambao ni watu bora kwenye kila nyanja, kwenye uchamungu wao, maqam walionayo ya nubuwa, ilmu, hikma, hilm, sabr, kwenye kila kitu. Anbiya Allah ni dhirwatu salihin, wa maa dhalika walipata misukosuko mingi na mizito katika da'wa yao. Mfano mzuri ni nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye tunasoma historia yake na historia ya da'wa aliyoifanya na madhila aliyokutana nayo. Ikiwa mtume aliudhiwa na kufikwa na vikwazo vikubwa vikubwa, mpaka waliokuwa pamoja naye wakadhurika kwa kupoteza nafsi zao, wakapoteza mali zao, watu wakapoteza familia zao kwa sababu ya dini ya Allah. Vipi sisi? Lakini ukiacha huko mbali kihistoria, katika asiri ya nubuwa na baada ya hapo, hata katika zama hizi za mashekhe zetu ambao ni waasisi wa markazi hizi, watu wa mkoa huu wa Kilimanjaro wanafahamu misukosuko aliipitia Sheikh Ramadhan bin Hamza Mzonge rahimahullahu ta'ala katika sunna katika mkoa huu. Mitihani mizito sana kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao watu wakati wake, na wale mashekhe waliokuwepo miaka ile, watu wa mji huu. Maana walikuwa sio mashekhe wale, walikuwa ni watawala. Wakampinga shekhe vikali sana kwa propaganda nyingi za uongo, wakamzulia, wengine walimkufurisha. Aliudhiwa kila aina za udhia, lakinahu sabara rahimahullahu ta'ala, akaendelea kusomesha sunna na ameondoka rahimahullah. Athari zake katika da'wa hii bado ziko, wanafunzi wake na vituo walivyoviasisi vinaendeleza da'wa aliyoifanya. Sasa ikiwa yeye alipata misukosuko muasisi, na yeye ametuzidi mengi katika ilmu na busara na hikma, vipi sisi? Yani mnatarajia ndugu zangu kina Ustadhi Ali na wenzako hapa mkae kwa amani, mpendwe na mletewe tuzo hapa misikitini na zawadi mbalimbali, watu wakifurahia? Lazima mpitie msukosuko. Lakini nataka niwaambie, tukithibiti katika sunna, tukawa kweli kwa Allah, tutavuka hapa, na hata wale maadui zetu hawatuamini kitakachotokea. Tayib, haya yalikuwa ni maneno ya shukurani kwa Allah. Lakini pili, shukurani kwa watu wa msikiti huu. Siwezi kuwataja wote, lakini napenda watambue kwamba tunathamini wanachokifanya hapa, na sisi tuko nao pamoja bega kwa bega. Hata kama hamtuoni hapa kila siku, lakini mioyo yetu, akili zetu
tuko na nyinyi, kwa sababu taarifa za yanayoendelea hapa katika mambo ya elimu na da'wa sisi tunayo, na tuko pamoja katika hili, bali tuko dhidi ya kila ambaye yuko dhidi yenu. Wako watu wanapambana kuhakikisha kwamba hii da'wa ya sunna maeneo hapa inazimwa na haiendelei, na hawa ndugu zetu walioamua kupambana na eneo hili wanaondoka hapa. Wako watu hawa, na wengine wamepewa dhamana za uongozi katika mkoa huu, tunawajua sisi, wala wasiwababaishi. Sisi pia tuko dhidi yao hao, tunaona wanachokifanya sio sahihi. Sawa sawa, waiache sunna na da'wa hii ifanyike, wao watusaidie. Ikiwa wanaipenda sunna, watusaidie kwa namna yoyote walionayo, tulipambanie jambo hili la sunna, ni kheri kwao na kwetu. Lakini wakisimama kama vizingiti, wataanguka wao, sunna hii itaendelea. Na waambieni hili lillahi rabbil alamin. Na wala hawa walio dhidi yetu hatuna ugomvi nao katika chochote, katika vyeo vyao wala katika mali zao, wala hatufanyi biashara na wao, na wala hatutamani hivyo vyeo walivyokuwa navyo, wala hatuvitaki. Sisi jambo letu ni la dini tu. Kwa hivyo tuko dhidi na wote ambao wako dhidi ya hapa, na wakati mwingine kila jambo lina wakati wake. Mimi huwa ninawaambia baadhi ya viongozi hapa, utafika wakati vumbi likitimka tutajuana, chini ya vumbi lile pana punda au pana farasi. Wasidhanie hawa ndugu zetu kwamba wana uwezo wa kila kitu kwa vijiji vyeo walivyopewa vya kujaza matumbo yao. Wasidhani kwamba wana uwezo wa kila kitu. Waiache da'wa ya sunna iende, na sisi biidhnillah tutaipambania hii da'wa kwa misingi yake. Wallahu ma'ana, na Allah yuko pamoja na sisi. Haya ni maneno ya kuwatia moyo, na pia kutaka kuonyesha kwamba kuna watu wasiwashughulishe katika mji huu wa Moshi. Sunna imeshawashinda. Watu wanajua historia yao, ni watu walaghai, wamewadanganya ahlu sunna kwa muda mrefu, mpaka leo wako wazi kwamba wao ni mahurafi masufi. Sasa hatuwezi kudanganyika tena sisi tukawajali watu hawa. Haya ninayozungumza wahusika wanaelewa kwamba ninamkusudia nani, sio lazima tutajane hapa. Kwa nawaambia msiwatizame hao wameshafeli, sisi tuifanyeni hii kazi kwa ukweli kabisa. Allah atainusuru da'wa hii. Tayib.